Kikundi cha watoto watengeneza maudhui ya mtandaoni na dancers kutoka Bongo maarufu kama Tegeta Kids wameshare siku ya leo kupitia ukurasa wao wa Instagram, wakionekana wako na moja kati ya wasanii wakubwa zaidi kutoka Bongo, na maanisha Rayvanny. Wanaonekana wanaandaa project ambayo tunaitarajia kuipata pengine muda si mrefu, japokuwa hawajatoa maongezi zaidi au chochote kile kinachofafanua project hii ambayo inatarajiwa kutufikia muda si mrefu, licha kwamba ikumbukwe pia Tegeta Kids mwaka huu wa 2025 wao umekuwa ni mwaka wa baraka sana. Wameanza muda mfupi uliopita tangu mwaka 2023 au nyuma ya hapo, lakini 2025 kwao umekuwa ni mwaka wa baraka zaidi, kwani wamekutana na wasanii wakubwa. Ukizingatia muda mfupi uliopita, miezi kama 2-3 imepita, walishawahi kufanya kazi na Diamond Platnumz kwenye ngoma inaitwa Nane. Walitumika kama watoto ambao wamehusika kwenye official video ya ngoma ile ya Diamond Platnumz, lakini pia wamekutana na Zuchu, lakini pia wamekutana na Fina na wasanii wengine wakubwa kwenye kufanya nao kazi, wakitumika kama content creators, lakini pia wakitumika kama dancers. Popote ambapo kikundi cha watoto kinahitajika, pengine kwenye video, kwenye kazi ya yoyote, Tegeta Kids wameonekana kushiriki kwa asilimia kubwa sana, si kwenye masuala ya wasanii tu, lakini pia kwenye masuala ya matamasha ya maonyesho ya nje na ndani pia. Ikumbuku kwamba wiki chache zilizopita Yanga walikuwa wanazindua Yanga School Soccer na walialikwa pale Tegeta Kids kuweza kutumbuiza. Ni kitu ambacho kinawapatia jina kwa namna ya juu zaidi. Ukitaka kuzingatia kwenye huu ukanda wa East Africa, tuna vikundi vya watoto tofauti tofauti ambao wanatengeneza maudhui ya mtandaoni. Tukizingatia katika ukanda wa East Africa, hasa katika nchi ya Uganda, kuna watoto wa Ghetto Kids, lakini pia Kenya wapo pale Mathale Kids na wengine baadhi kutoka kwenye vikundi tofauti tofauti. Hata hapa Tanzania si Tegeta Kids tu, lakini pia kuna baadhi ya mikoa ambayo watoto wanatengeneza vikundi vya kutengeneza maudhui au dancers kupitia mitandao ya kijamii. Sema tu ni kwamba vikundi vingine bado havijapata majina na havijawa wide sana kwenye mitandao ya kijamii kiasi kwamba kuweza kujulikana kama ambavyo tunawazungumzia Tegeta Kids. So tunatarajia kwamba Tegeta Kids kwa upande wa Bongo hapa ndio watoto ambao wanaweza kutuwakilisha, kama ambavyo Ghetto Kids wanaondoka wanaenda kwenye mabara tofauti tofauti, wanaenda Ulaya, wanaenda Amerika, wanaenda Asia, lakini pia kuna kikundi cha watoto kutoka Uganda wanaitwa Hyper Kids. Pia ni watoto ambao wanasafiri mpaka nchi ya bara la Afrika, wanaenda kwenye nchi mbalimbali kushiriki matamasha na pia kwenye maonyesho mbalimbali. Lakini Tegeta Kids tangu wameanza kufanya project zao hatujawahi kuona pengine wakitoka nje ya Tanzania, lakini kwamba huu ni mwanzo tu, na ukizingatia kwamba vitu vya hapa na pale, miundombinu yetu lakini pia strategies haziko vizuri. Kwa hiyo tunahitaji pengine muda mrefu zaidi kwa ajili ya kuweza kukamilisha vitu kama hivyo vya kusafiri nje ya nchi au nje ya Afrika viweze kukamilika na watoto waweze kupata good time nzuri ya kwenda kwenye mabara pengine mengine kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi na zaidi na kupata knowledge ambazo zinaweza zikasaidia kwa namna moja au nyingine. So Tegeta Kids tufunge tu kwa kusema kwamba mwaka huu umekuwa ni mwaka wa baraka sana, kwani kama wakikamilisha kufanya project na Rayvanny hii ambayo inaonekana kwenye display hapo, bila shaka watakuwa wamekamilisha asilimia pengine 70 ya wasanii wakubwa ambao tunawajua hapa Bongo kufanya nao kazi pengine kupitia official videos, lakini pia kupitia kwenye project mbalimbali. Zuchu alikutana nao kwa ajili ya kufanya challenge ya wimbo ambao alikuwa ameutoa kipindi kile, wimbo wa Amanda, na aliibuka kama washinda kujizolea kitita cha milioni kadhaa kwa kipindi kile. Tegeta Kids mwaka huu umekuwa ni mwaka wa baraka kwao na ni kitu ambacho hakipingiki. Bila shaka sio kwamba nitakuwa naongea vitu ambavyo unaweza nikawa na vitoa kichwani tu from nowhere, lakini bila shaka hata wewe pia utakuwa ni shahidi kwa hiki ambacho mimi naweza kukiongea. Lakini pia sio mimi tu, lakini pia sio wewe tu, hata wao pia wanaweza katestify zaidi kwa kile ambacho wamekipata au kile ambacho wamekigain kupitia project ambazo wamezifanya mwaka huu wa 2025. Kila baraka tunawaombea, kwani wao ndio icon ya Tanzania kwa vikundi vya watoto ambao wanatengeneza maudhui ya mtandaoni, lakini pia dancers kupitia mitandao ya kijamii. Wanaweza kutuwakilisha nje kama wakiongeza juhudi na strategies zikiwa imara zaidi na kuzingatia pengine kwa masuala mengine, masuala ya kimasomo na vitu vingine kama hivyo. Tunajua kabisa nje na sanaa, nje na maisha ya mitandao ya kijamii kuna maisha ya kawaida ambayo inaweza akawa yana relate kwa namna moja au nyingine, ili kuweza kutengeneza vitu vikaenda straight na watoto wakafika mahali pazuri ambapo wao pengine wako na dreams za kufika. So wanahitaji kushikwa mkono na kitu ambacho anakifanya Diamond Platnumz, pengine kuwapatia kazi kama hivyo. Tunajua kabisa kwa mfano kazi akishaifanya Diamond Platnumz ni kazi ambayo inaenda global zaidi. So kama ikienda kazi ya Diamond Platnumz kimataifa, bila shaka kama nao walishiriki kwa namna moja au nyingine, bila shaka hata wao pia wataenda kimataifa. Maybe kuna wasanii ambao wako nje ya Tanzania au wako nje ya Afrika wataiona kazi ya Diamond Platnumz na pia wakavutiwa, pengine wakawa interested na hawa watoto wa Tegeta Kids kuweza kufanya nao kazi. So ni kitu ambacho kinawapush kwa namna moja au nyingine. So Rayvanny anawashika mkono tena kwa mara nyingine, once again anawashika mkono hawa watoto wa Tegeta Kids. Bila shaka kama ni kazi ambayo ataifanya, Mungu aweze kuibariki, iweze kwenda mbali zaidi na watoto hawa wataenda mbali zaidi. Kila laheri Tegeta Kids, kila laheri Tanzania. Mimi ni Balama TZ, Balama Tanzania, na hii ni Mega Media Tanzania. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kucomment.